Morocco imekubali uwekezaji wa kiwanda cha Israel cha kuunda ndege za kivita za Spike. Morocco ni moja kati ya mataifa ambayo yameshasaini mkataba wa Abrahams, mkataba ambao unayataka mataifa ya Kiarabu na Kiislamu kuungana na Israel katika kushirikiana katika masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na masuala ya kiuchumi na masuala mengi ya kiulinzi. Kampuni moja ya utawala wa Israel imefungua kiwanda chake cha kwanza nje ya nchi huko Morocco cha uundaji wa ndege zisizokuwa na rubani za mashambulizi aina ya Spike. Tovuti ya Israel ya Globes imeripoti kuwa kampuni tanzu ya Israel Aerospace Industries itwayo Bluebird imefungua kituo kipya cha uzalishaji katika jiji la Ben Suleiman karibu na Casablanca, na kituo hicho ni cha kwanza cha kampuni hiyo katika eneo la Mashariki ya Kati na Afrika ya Kaskazini. Ndege isiyokuwa na rubani ya Spike inabeba kichwa cha kivita chenye uzito wa kilo 2.5. Inaweza kuruka kwa kasi ya hadi kilomita 250 kwa saa na ina uwezo wa kufanya kazi kwa muda wa dakika 90. Drone hiyo imeundwa ili kuwezesha kushambulia vifaru, magari ya kivita na ngome za kijeshi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jeshi la Morocco lilifanyia majaribio ndege hiyo isiyokuwa na rubani mnamo Machi mwaka 2024. Inasemekana kuwa ufunguzi wa kiwanda hicho kipya cha kampuni ya utawala wa Israel kitatoa fursa kwa wahandisi wa Morocco kupata mafunzo ya ufungaji na utunzaji wa ndege hizo. Tangu iliposaini mkataba wa Abraham mwaka 2020 na kuanzisha uhusiano rasmi na utawala wa Israel, Morocco imekuwa mojawapo ya maeneo makuu wa viwanda vya kijeshi vya utawala wa Israel, na ushirikiano kati ya pande hizo mbili umezidi kupanuka kwa kiasi kikubwa katika miaka ya hivi karibuni, ambapo kwa mujibu wa tovuti ya Defense Post, ushirikiano huo umechukua nafasi ya uhusiano wa jadi wa kijeshi uliokuwepo kati ya Morocco na Ufaransa. Hata hivyo, Morocco wakati huu ambayo haionyeshi dalili yoyote ya kuweza kushirikiana na baadhi ya mataifa katika kupambana juu ya kupatikana kwa taifa la Palestina, imekuwa ikilaumiwa mara kadhaa na kuonekana kama taifa la Kiislamu ambalo halijali juu ya maeneo mengine ya Waislamu. Na ndio maana mara kwa mara kumekuwa kukitokea maandamano ya hapa na pale, licha ya kwamba kumekuwa na maandamano ya kutaka kulitenganisha taifa hilo, baadhi ya wananchi wakitaka kuwa na upande wao wakijitegemea na kuwa na taifa lao. Basi mtazamaji, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni mipango ambayo inaendelea baada ya kusainiwa kwa mkataba wa Abraham kati ya Morocco na Israel, mkataba ambao ni mipango ya rais wa Marekani Donald Trump hasa katika awamu yake ya kwanza, na sasa amekuwa akiyashinikiza mataifa mengi ya Kiarabu na Kiislamu kusaini mkataba huo ili yaweze kushirikiana na Israel katika masuala mbalimbali ya kiuchumi, kijamii na mambo mengine katika ulimwengu, kwa maana ya kuwa na uhusiano wa kidiplomasia. Sasa inayofuata ni Saudi Arabia, ambapo mwanamfalme siku ya kesho Jumanne atawasili nchini Marekani, na moja kati ya jambo linalotajwa ni juu ya kusaini mkataba wa Abraham ambao utatengeneza mazingira ya kushirikiana kati ya Saudi Arabia pamoja na Marekani. Mataifa yote mawili, kumbukwe, ni washirika wa Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kujua mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.